Ikiwa leo ni Aprili 22 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi. Kabla tujalianza somo letu, tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Ninakushukuru kwa sababu ya fadhili zako. Ninasema asante kwa sababu ya rehema ya pekee ambayo umeifunua katika maisha yetu. Tusamehe dhambi zetu. Tutie nguvu tuendelee kusonga mbele katika kutenda mema. Neema yako idumu kuwa pamoja nasi tunapojifunza somo hili asubuhi ya leo. Kuwa nasi sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo inasema mkate wa uzima kwa wenye njaa. Yohana Mtakatifu sura ya 6 aya 56 inasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami ndani yake. Bwana amefanya kila uwezekano ili kwamba Mwokozi aliyeinuliwa aweze kufunuliwa kwa wenye dhambi. Ijapokuwa ni wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, sharti usikivu wao uamshwe kwa kuhubiriwa kwa Yesu yule aliyesulubiwa. Thamani ya kafara ya milele inayohitajiwa kwa ajili ya ukombozi wetu inafunua ukweli kwamba dhambi ni uovu mkubwa mno. Mungu angeweza kufutilia mbali doa hili baya sana lililotokea kwenye uumbaji wake kwa kumfagilia mbali mwovu kutoka katika uso wa dunia. Lakini yeye aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 16. Kwa nini wale wote wanaokiri kumpenda Mungu wasitafute kuwaelimisha jirani zao na washirika wao ili wasije wakaendelea kupuuza wokovu huu mkuu? Yesu yu aweza, yu hiari na anatamani kuwaokoa wote wamjiao yeye. Zungumza na watu walio shakani na wasaidie kumtazama Yesu juu msalabani, akifa ili kufanya iwezekane kwake kusamehe. Zungumza na wenye dhambi moyo wako mwenyewe unapokuwa umejawa na upendo tulivu na huruma ya Yesu. Hebu kuwe na bidii ya kina, lakini sio sauti kali na ya juu itakayosikiwa kutoka kwake ambaye anajaribu kuongoa roho ili itazame na kuishi. Kwanza iweke nafsi yako wakfu kwa Mungu. Unapomtazama mtetezi wetu mbinguni, hebu moyo wako upondwe-pondwe, kisha ulainishwe na kutiishwa. Ndipo utakapoweza kumwendea mwenye dhambi atubuye kama mmoja ambaye anatambua nguvu ya upendo uokoao. Omba na watu hawa kwa imani ukiwaleta chini ya msalaba. Beba fikra zao juu pamoja na zako na ukaze jicho la imani pale unapomtazama Yesu mbeba dhambi. Wasaidie kuangalia mbali na nafsi zao zenye unyonge na dhambi na kumwona Mwokozi. Kisha ushindi utakuwa umepatikana. Wanamwona wao wenyewe mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wanamwona aliye njia, kweli na uzima. Jua la haki lilitoa miale yake angavu hata moyoni. Wimbi imara la upendo uokoao huimwagia nafsi iliyokaukiwa na yenye kiu, na kisha mwenye dhambi anaokolewa na Yesu Kristo. Yesu aliyesulubiwa, zungumza juu yake, mwombe yeye, imba habari zake, kisha ataivunja na kuiokoa mioyo. Hii ni nguvu ya hekima ya Mungu ili kukusanya roho kwa ajili ya Yesu. Upendo wa Mungu wenye huruma ndani ya mioyo ya watendakazi wake utatambuliwa na wale ambao wanawafanyia kazi.
roho zina kiu ya maji ya uzima. Hebu na msiwe vyombo vitupu. Ikiwa utaonesha upendo wa Yesu kwao, unaweza ukawaongoza wenye njaa na wenye kiu kwa Yesu, na kisha atawapatia mkate wa uzima na maji ya wokovu. Testimonies for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 66 na 67. Hii ni Aprili 22, mada ikisema mkate wa uzima kwa wenye njaa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.